Kuangalia mradi wetu huu wa ujenzi wa chuo cha anga au usafiri wa anga ambacho kinaendelea. Kama alivyosema mtendaji mkuu, kazi inaenda vizuri. Mradi umefikia 10% na gharama ya mradi takriban shilingi bilioni 78. Na mpaka sasa hivi mumeona kazi za mwanzo imeanza kwa majengo yote. Kuna majengo 4 hapa kwa ajili ya makazi ya wanafunzi, majengo 2 kwa ajili ya kufundishia na jengo 1 kwa ajili ya mikutano na mambo mengine, na yote kazi ya chini imeanza. Na kazi ngumu kwenye ujenzi wa majengo ni foundation. Baada hapo kazi inaenda kwa urahisi, na mkandarasi ana vifaa vyote hapa, na nodo za kutosha, ana kokoto za kutosha, na matofali ya kutosha. Sasa akimaliza kazi ya foundation, kazi ya kupanda juu itakuwa rahisi na mradi utamalizika kama alivyosema mtendaji mkuu. Mradi huu wa chuo hichi ni muhimu sana kwa sababu sasa hivi tunacho chuo lakini hakikidhi mahitaji. Ukienda pale Terminal 1 tunalo jengo lakini halikidhi mahitaji. Wanafunzi wanatoka nchi mbalimbali za Kiafrika wanaja kusoma pale, lakini majengo yale haendani na hadhi ya kozi inayotolewa. Kwa kulijua jambo hilo, chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan akaona atoe pesa bilioni 78 ili kijengwe chuo cha kisasa ambacho kitaendana na hali halisi ya mafunzo yanayotolewa hapa. Kwa upande wa nchi yetu, chuo hichi kama alivyosema mtendaji mkuu ni muhimu sana. Nchi yetu inakuwa sana sasa hivi kwenye sekta ya anga. Tunajenga viwanja vya ndege kila mkoa, tumenua ndege. Kwa hivyo tunataka wataalamu wazuri na wenye ujuzi mzuri wa kuhakikisha kwamba anga yetu inakuwa salama. Na wataalamu hao tukiwapeleka nje tunapotumia pesa nyingi. Kwa kulijua hilo, serikali tukasema sasa tujenge chuo chetu, chuo cha kisasa ambao itakuwa na vifaa vya kisasa zaidi, kuhakikisha kwamba wataalamu wanaotoka hapa wanaendana na viwango vya kimataifa kama ilivyokuwa na standard za ICAO. Kwa vile hili ni jambo kubwa, na sisi kama sekta uchukuzi tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Wito wangu mimi kwa waliopata fursa kusimamia hapa, tusimamie value for money ipatikane. Tuhakikisha kila hatua mkandarasi anayofanya jicho letu liko pale na anafanya kutokana na mchoro na design inavyoelekeza. Vinginevyo tukiacha bila kuwa waangalifu, then hatutopata ile thamani ya jengo ambayo tumelikusudia. Hii ni mradi, na mradi kama hii ikija mara moja haiji tena. Ningalitamani vijana wanaojifunza uhandisi wapewe fursa ya kuja hapa kujifunza.